Jambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Ripoti yetu inaelezea diplomasia ya Marekani chini ya Trump, mfumo unaoporomoka. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unatikisa mfumo wa jadi wa diplomasia ya Marekani. Washirika wanatafuta njia mbalimbali za kufikia White House huku nafasi nyingi za mabalozi zikisalia wazi. Aprili 7 mwaka huu, rais wa Marekani Donald Trump alipotishia kwamba ustaarabu mzima unaweza kufa usiku huu katika muktadha wa mzozo wa Iran. Serikali kadhaa za Ulaya zilihitaji haraka kufahamu iwapo Marekani ilikuwa ikifikiria kutumia silaha za nyuklia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, nchi hizo ziligeuza wizara zao za mambo ya kigeni za Marekani kwa ufafanuzi, na hata hivyo maafisa wa wizara hizo walidai kuwa hawakujua maana halisi ya kauli ya Trump wala hatua ambazo angeweza kuchukua baadaye. Tukio hilo limeelezwa kama ishara ya kuzorota kwa mfumo wa kawaida wa diplomasia ya Marekani katika muhula wake wa pili. Hivi sasa zaidi ya nusu ya nafasi 195 za mabalozi wa Marekani duniani ziko wazi. Kulingana na chama cha huduma za kigeni cha Marekani AFSA, jumla ya nafasi 109 hazina mabalozi waliothibitishwa rasmi. Wachambuzi wanaonya kuwa hali hiyo imepunguza uwezo wa Marekani wa kukusanya taarifa, kujenga mahusiano ya kimataifa na kushughulikia migogoro ya kimataifa kwa ufanisi. Profesa wa historia ya kimataifa kutoka chuo kikuu cha Oxford, Margaret Macmillan, anasema hatua hizo zinahatarisha uwezo wa Marekani kutumia diplomasia kuzuia vita na kufanikisha makubaliano ya kimataifa. Mabalozi wa taaluma wamesukumwa pembeni. Utawala wa Trump umefanya mageuzi makubwa katika wizara ya mambo ya nje kwa kupunguza maelfu ya wafanyakazi na kuwarejesha nyumbani mabalozi wengi walioteuliwa katika tawala zilizopita. Takribani wafanyakazi 3,000 waliondoka katika wizara hiyo mwaka uliopita, huku karibu nusu wakifutwa kazi na wengine wakikubali mafao yao ya kuondoka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ni takribani 9% tu ya mabalozi walioteuliwa na Trump katika muhula wa pili ambao ni wanadiplomasia na wanataaluma katika diplomasia, tofauti na utamaduni wa awali ambapo zaidi ya nusu ya mabalozi walitokana na taaluma ya diplomasia. Badala yake nafasi nyingi zimepewa washirika wa kisiasa, wafadhili wa kampeni au watu wenye ukaribu binafsi na rais Donald Trump. Kutokana na mabadiliko hayo, baadhi ya serikali zimeanza kupuuza njia rasmi za diplomasia na kutafuta njia za moja kwa moja kwa watu wa karibu wa Trump. Ripoti hiyo inasema baadhi ya mataifa sasa yanawasiliana moja kwa moja na mkwe wa Trump, Jared Kushner, au mfanyabiashara Steve Witkoff, ambao wana ushawishi mkubwa licha ya kutokuwa sehemu ya mfumo wa kawaida wa diplomasia. Hata hivyo, inadaiwa kwamba huenda ndio sababu ya Marekani kushindwa kufanya diplomasia kati yake na baadhi ya nchi hasimu kama Iran, lakini pia kumaliza mzozo wa Ukraine. Nchi kama Korea Kusini na Japan pia zimetumia watu wenye mahusiano ya karibu na Trump ili kufikisha ujumbe wao moja kwa moja katika ikulu ya White House. Kadri matamko ya Trump yanavyoendelea kuwa makali yasiyotabirika, baadhi ya washirika wa Marekani wameamua kutoa jibu hadharani ili kuepuka kuongezeka kwa mivutano. Wanadiplomasia wa Ulaya waliambia Reuters kwamba Uingereza, Ufaransa na Ujerumani ziliandaa taarifa kali ya pamoja kulaani matamko ya Trump kuhusu Iran, lakini baadaye wakaamua kutoitoa, wakiamini kuwa kufanya hivyo kungesababisha hali kuwa mbaya zaidi. Mkakati huo sasa umepewa jina la mbinu ya Merkel, ukimaanisha njia aliyokuwa akitumia aliyekuwa kansela wa Ujerumani Angela Merkel ya kutojibu kila kauli ya Trump hadharani, huku akiendelea kutetea maslahi ya taifa lake kimya kimya. Kuna hatari kubwa ya ushawishi wa Marekani duniani. Wachambuzi wanaonya kuwa utegemezi mkubwa wa mfumo wa maamuzi unaozunguka mtu mmoja unaweza kuifanya Marekani iwe vigumu kutabirika katika siasa za kimataifa. Wakati ikulu ya White House ikisema mageuzi hayo yameifanya serikali kuwa yenye ufanisi zaidi na kuondoa urasimu usiohitajika, wakosoaji wanaamini kuwa kuporomoka kwa miundombinu ya kidiplomasia kunaweza kudhoofisha ushawishi wa Marekani na kuongeza hatari ya migogoro duniani. Kwa sasa mataifa mengi yanaendelea kujifunza namna mpya ya kuwasiliana na Washington ambayo kwa mujibu wa Reuters inabadilika kwa kiasi kikubwa namna diplomasia ya Marekani inavyofanya kazi kwa miongo kadhaa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.